tumekuwa na changamoto katika halmashauri zetu, hususani kwenye maslahi ya vijana. Na hapa wakati utambulisho unaendelea, kila wilaya wakati tunatambulisha, nimeona kila wilaya kuna madiwani vijana ambao wapo. Niwaombe waheshimiwa madiwani, twendeni tukasimamie tukatetee maslahi ya vijana katika halmashauri zetu. Kuna hii mikopo ya 10%, tumekuwa tunaipigia sana kelele. 4% za vijana, 4 za wanawake, 2 za watu wenye ulemavu. Miongoni mwa changamoto kubwa ambayo ipo, kumekuwa na baadhi, kumekuwa na baadhi ya maafisa maendeleo wameingizwa kwenye shutuma za kuomba vijana rushwa ili waweze kuwasaidia kupata hii mikopo. Sasa sisi tunasikia huku nje, bahati mbaya kwa hivyo vikao hatuingii. Lakini niwaombe waheshimiwa madiwani wote ambao mmefika hapa, wote kwa umoja wenu katika halmashauri zenu, nendeni mkasimamie maslahi ya vijana, nendeni mkatetee maslahi ya vijana. Na kama kwenye halmashauri unayotoka kuna hii kasumba ya afisa maendeleo kutaka rushwa kwa vijana, kutaka hongo, kutaka namna yoyote ili iweze kumsaidia kijana, naomba muwe wa kwanza kwenda kupiga vita. CCM oyee! Vitu hivyo ni vibaya kwa sababu vinaongeza chuki kwa Chama cha Mapinduzi, lakini vitu hivyo ni vibaya kwa sababu vinaongeza chuki kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amekaa kule na wasaidizi wake wametengeneza sera nzuri, wametenga fedha, kila mapato ya ndani ya 10% ya kila halmashauri ziende kwa mikopo kwa ajili ya vijana na wanawake na watu wenye makundi maalum. Anatokea mtu mmoja kwenye halmashauri anataka kujifanya Mungu mtu kwa kuanza kukandamiza watu wengine. Hilo hatuwezi kuliunga mkono. CCM oyee! Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu waheshimiwa madiwani, mnaporudi kwenye halmashauri zenu, hili liwe jambo la kwanza la kwenda kulipigania, liwe jambo la kwanza la kwenda kulisimamia. Nendeni mkatetee haki za vijana, nendeni mkatetee maslahi ya vijana. Akitokea mtu yoyote anakutishia kwa kusema ukweli, kwa kusimamia haki, tuambieni. Sisi viongozi wenu wa vijana wa mkoa wa Mwanza tuko imara, tutalisimamia na niwaahidi hakuna mtu yoyote atakayewatendea ubaya. CCM oyee! Ni kweli mwenyekiti, mimi nataka nikiri wazi kwamba maafisa maendeleo kwenye kata zetu wamekuwa ni changamoto kubwa sana. Tusipokiri mbele yako, tutakuwa tukitendea mema chama chetu cha Mapinduzi. Na sisi tunao wajibu wa kusema ukweli kwamba eneo hili ni eneo ambalo linahitaji kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Vijana wengi wanakatishwa tamaa wanapofika kwenye hatua ya kwenda kujiunga kwenye vikundi vidogo vidogo. Wamekuwa na changamoto kubwa sana. Imefikia hatua watu wanakata tamaa kujiunga kwenye vikundi. Lakini ukienda kufanya tafiti mle ndani, unakuta kuna baadhi ya maafisa maendeleo, sio wote, wamekuwa wakikatisha tamaa vijana hawa. Niwaombe vijana wenzangu walioaminiwa na Chama cha Mapinduzi, twendeni tukahakikishe tunayazingatia yale yote ambayo mwenyekiti na uongozi wa mkoa umetuelekeza. Tumepokea maelekezo yenu na sisi kama madiwani tutaanza kuyafanyia kazi. Ombi letu sisi madiwani kubwa ni kutupa ushirikiano, kwa sababu madiwani mnapowapa nguvu ya kwenda kusimama halmashauri zetu ni kwenda kuwabana watendaji wa halmashauri. Watendaji wengi wa halmashauri wanapobanwa na madiwani, wengi wao wanakimbilia kwenye baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naomba sasa sisi tukiwabana wakikimbilia kwenu, mwarudisheni ili wadiwani waweze kuwashughulikia sawa sawa, kwa sababu madiwani tuko imara. Madiwani tuko imara na tutakwenda kusemea kweli kweli. Na safari hii mheshimiwa mwenyekiti, kila diwani na kila kiongozi wa chama ameonja joto la uchaguzi. Kwa hiyo madiwani tuna hasira kweli kuhakikisha kwamba tunaenda kusemea ile iliyo kweli, kutokana na kwamba kazi iliyofanyika na iliyofanywa na rais wetu ni kubwa sana, na tumeona kwenye shughuli za uchaguzi. Kwa hiyo masuala ya asilimia vijana pamoja na mambo mengine ambayo umetupa maelekezo, tutakwenda kuyasimamia sawa sawa, na tutapeana mbinu katika wilaya zetu zote za mkoa wa Mwanza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi sawa sawa, kuhakikisha kwamba tunatetea ilani ya Chama cha Mapinduzi. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani ambao tumeaminiwa na Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi pamoja na jumuiya yetu, tuende tukalisimamie baraza kwa maslahi mapana ya umoja wa vijana na
jamii yetu inayotuzunguka. Wito wangu kwa viongozi waliopewa dhamana ya kuweza kuwatumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani katika idara ya maendeleo ya jamii, kwa waomba sana, kama ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake kwa ujumla imewaamini kwa ajili ya kwenda kuiwakilisha, kuwatendea wananchi wa maeneo husika, basi wakatende inavyopaswa. Kama kuna mahala kwa mfano andiko la kundi fulani haliko sawa, wao ndo wana dhamana ya kuwaelekeza kwamba bwana, hapa mmekosea, hapa nendeni mkarekebisha hapa, kuliko kuwaambia rudini mmekosea. Wakirudi kwamba wakarekebishe, nani atakayewarekebisha kama wao hawatowarekebisha? Kwa hivyo basi mimi nawaomba sana maafisa maendeleo waliopo katika halmashauri zetu chonde wahakikishe wao ndo wanakuwa wawezeshaji wa hawa vijana kufikia ndoto zao, ili kusudi vijana waweze kujiajiri. Tuna mengi ya kujifunza kwao, lakini pia baraza limewasihi na mwenyekiti wa umoja wa vijana Bernard Masaro amewasihi walivyoaminiwa waende wakatende vyema, ili nguvu ya vijana ionekane na mchango mkubwa kwa wananchi.